Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Kwa hivyo mahali popote ulipo unaponisikiliza, ningependa nikukaribishe katika neno la asubuhi ya leo. Na anajua kwamba Bwana anatengeneza njia na Bwana anatengeneza maisha yako kwa wakati mwingine kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo nataka niingie katika neno katika kitabu cha Luka, mlango ni wa 13 na mstari wake mdogo ni wa 10 hadi 13. Na naamini ya kwamba Mungu anaenda kututenda mema wakati tunapoenda kushiriki meza yake asubuhi ya leo. Neno la Mungu linasema kwamba na siku moja Yesu aliingia katika kanisa na alipokuwa anafundisha, Biblia inasema kwamba na palikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na udhaifu wa pepo na maisha yake yalikuwa yameinama, maisha yake yalikuwa na mazito, maisha yake yalikuwa yamelemewa, na mama huyu wapendwa alikuwa ya kwamba hana msaada. Na asubuhi leo pengine hata wewe mahala popote ulipo, kuna uwezekano maisha yako hayako vizuri, kuna uwezekano njia zako zimechipinda, kuna uwezekano ombi lako halijachipiwa, kuna uwezekano pengine matarajio yako hayajakuwa jinsi yalivyo. Nataka nikwambie ya kwamba niko na habari njema kwa ajili ya maisha yako, maana Mungu ananyosha njia zako tena, na Mungu ananyosha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tusome andiko na Mungu wa mbinguni atubariki na Mungu wa mbinguni atutende mema. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha kanisa katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naamini hata wewe pengine hali yako haijachukua miaka 3, pengine hali yako haijachukua miaka 4, pengine hali yako haijachukua miezi ama mawiki, lakini Biblia inasema kwamba mama huyu aliteseka chini ya udhaifu wa miaka 18. Mama huyu alihangaika wakati, wapendwa, wengine wanakaa katika raha, wakati wengine wanafurahia, wakati wengine, wapendwa, wako katika hali ya hapa na pale, mambo yao yanafaulu. Mama huyo alikosa tumaini, mama huyo alikosa, wapendwa, hamu ya maisha. Miaka 18 si kitu kidogo. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba Yesu wakati anafundisha, ama wakati Yesu anaongelesha watu, anapeana tumaini kwa watu kanisani, Biblia inasema kwamba na akatambua kwamba kuna mama ambaye alikuwa katika hali ya udhaifu. Wapendwa, asubuhi leo nataka nikwambie kwamba Mungu anajua kile ambacho unapitia, na Mungu anaona yale mateso ambayo uko nayo. Nataka nikwambie ya kwamba usife moyo, maana Mungu yeye anatengeneza njia. Namba 1, yeye anaondoa kila kisingiti kwa maisha yako, na bila shaka yeye anaingilia kati katika hali ambayo inakutesa. Namba 4, wapendwa, yeye analainisha njia. Kama kuna maponde yeye anasiba, na kama kuna milima yeye anayeyusha. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Yesu akiwa anafundisha, mama mmoja akiwa katika ile kanisa ama katika ile sinagogi, mama akawa amechikunja, mama akawa amesononeka, mama akawa, wapendwa, hana mwelekeo. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu Mungu anajua hali ambayo unapitia. Mungu anaelewa hitaji la moyo wako. Wapendwa, saa ilipotimia na Yesu akamwangalia, nataka niseme asubuhi leo juu ya maisha yako, hata wewe saa yako ya kufunguliwa, saa yako, wapendwa, ya kuweka huru imefika. Hajalishi miaka ambayo umeteseka, hajalishi miaka ambayo umehangaika, hajalishi miaka ambayo umekaa kwa usuni, hajalishi miaka ambayo umekaa kwa mateso, lakini siku yako ya kufunguliwa imefika. Kilio kinaweza kuwa usiku, wapendwa, lakini asubuhi yake ikifika kuna kicheko. Usiku ikiwa, wapendwa, mtu anakuwa amejawa na hofu, mtu anakuwa amejawa na mahangaiko, wenda amefinyiliwa, wenda amekaliwa na mambo mazito,
kushindwa kutapambazuka namna gani. Nataka niseme asubuhi ya leo wapendwa, siku yako ya mapambazuko imefika. Siku yako njema imefika. Na tunapoongelea siku njema tunamaanisha nini? Haleluya. Tunapoongelea siku njema tunamaanisha nini? Tunapoongelea giza tunamaanisha nini? Maana usiku ni mahali ambapo wapendwa hauoni njia. Usiku ni mahali ambapo hauoni msaada. Usiku ni mapendwa ni mahali ambapo hauoni kufunguliwa. Maana ni mahali ambapo umekaliwa, unajaribu kutazama ni wapi utapitia, ni wapi utaendea, lakini bado unaona kwamba hakufunguki. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, mapambazuko yako imefika katika jina la Yesu. Mapambazuko yako imefika katika jina la Yesu. Asubuhi wapendwa, ni wakati ambapo unaanza kuona tumaini. Nataka nikwambia kwamba dhambi ilitukalia, dhambi ilitufinyilia, tukakuwa kwamba tuko katika giza. Maisha yetu wapendwa ilikuwa haina raha. Maisha yetu ya kwamba ilikuwa haina tumaini. Wakati tulikuwa hatuna msaada, maana tulichinja ng'ombe, tulichinja mbuzi, lakini bado hatukusaidika. Maana hiyo haikukuwa ndio njia ya kuweza kuturejesha katika njia ya usalama. Haikukuwa ndio njia ya kuturejesha katika njia ya matumaini. Haikukuwa njia wapendwa kurejesha katika ukombozi. Naye Yesu wa Mungu, kwa wakati ambao ulikuwa umekamilika, yeye aliruhusu itendeke. Mungu anakushughulikia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, Mungu anakushughulikia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Maana ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Ni siku ya ukombozi ambayo Bwana ameifanya. Ni siku ya msamaha ambayo Bwana ameifanya. Ni siku ya urejesho ambayo Masia ameifanya. Ni siku ya kuonekaniwa tena ambayo Yesu ameifanya. Ni siku ya kukumbukwa tena katika jina la Yesu. Huyu mama alikuwa kanisani wapendwa, alikuwa hana msaada. Wengine walikuwa wanafurahia, wengine walikuwa mambo yao yako vizuri, na mama huyu wapendwa akiwa amesononika kwenye moyo wake. Na hata uenda wewe asubuhi ya leo uko katika hali ya masononeko, uko katika hali ya huzuni, uko katika hali ya mahangaiko. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, mapambazuko yako imefika. Maana Bwana ananyosha maisha yako tena. Maana Bwana ananyosha njia zako tena. Maana Bwana anaachilia tumaini tena. Maana Bwana anaachilia urejesho tena. Nataka ninene kwa maisha ya mtu asubuhi ya leo, mtu ambaye amekuwa ameteseka miaka mingi, mtu ambaye anajaribu kutafuta njia lakini haoni, mtu ambaye anajaribu kuitisha msaada lakini hakuna msaada. Nataka niseme kwamba Mungu anatengeneza njia. Nataka niseme asubuhi ya leo Mungu ananyosha mapito yako. Nataka niseme kwamba Mungu anasiba maponde. Nataka niseme asubuhi ya leo giza inaondolewa wapendwa. Hali ya huzuni inaondolewa asubuhi ya leo. Hali ya kuonewa inaondolewa asubuhi ya leo. Sikia habari njema ya maisha yako. Mama huyu alikosa tumaini wapendwa. Mama huyu alikaa katika huzuni wapendwa. Mama huyu alikuwa katika kusononeka wakati wote. Kilio kinaweza kuwa ni usiku wapendwa, lakini ijapo asubuhi wapendwa, hapo ndipo kuna kicheko. Siku yako ya kucheka imefika. Nasema hivyo asubuhi ya leo wapendwa, siku yako ya kicheko imefika. Siku yako ya kuhurumiwa imefika. Siku yako ya kupanguzwa machozi imefika. Siku yako wapendwa ya kuhurumiwa imefika. Sikia habari hii wapendwa. Mama huyu alipokuwa kwenye sinagogi, amekaa ameshikunja, amekaa anajihurumia, amekaa chini wapendwa, hana tumaini. Biblia inasema ya kwamba mama huyu kwenye hali ambayo alikuwa ndani, hakuna mtu ambaye angeweza kumsaidia, hakuna mtu ambaye angeweza kumhurumia. Nataka nikuambia hivi asubuhi ya leo, huenda watu wamekupita, huenda watu wapendwa wamekupita, lakini nataka niseme asubuhi ya leo ya kwamba Mungu hawezi akakupita. Nataka nitangaze habari juu ya maisha yako. Nataka nilete ufunuo juu ya maisha yako wapendwa. Mungu hawezi akakupita. Nataka niseme Mungu ameona
ameona hali yako. Nataka nione Mungu ameona mateso yako. Mungu ameona kukua kwako wapendwa. Mungu ameona hali ambayo unapitia, na ndiposa ameamua kunituma asubuhi ya leo ninene ushindi juu ya maisha yako, ninene rehema juu ya maisha yako, ninene kibali tena juu ya maisha yako, ya kwamba Mungu analainisha njia zako, ya kwamba Mungu anatengeneza maisha yako. Mama huyu alikuwa ya kwamba hana tumaini. Hallelujah, glory to Jesus. Biblia anasema kwamba naye Yesu akiwa anafundisha mojawapo ya sinagogi. Hallelujah. Katika kule kufundisha kwake, Yesu akakundua ya kwamba kuna mama mmoja alikuwa amekukunjamana, kuna mama mmoja alikuwa anasumbuka, kuna mama mmoja alikuwa anahangaika, kuna mama mmoja wapendwa alikuwa hana tumaini. Nataka niseme asubuhi leo tumaini lako limefika katika jina la Yesu. Nataka niseme kwamba siku yako ya rehema imefika katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba mama huyu wapendwa alipokuwa amekaa chini, hakukaa mwaka mmoja. Mama huyu hakukaa miaka miwili. Mama huyu hakukaa miaka mitatu. Biblia inasema ya kwamba alikaa miaka 18. Asubuhi leo nataka nikutangazie katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba mama huyu alikuwa na udhaifu, na udhaifu wake haukuwa wa siku mbili. Udhaifu wake wapendwa haukuwa wa siku moja. Udhaifu wake haukuwa wa mwezi mmoja. Udhaifu wake ulikuwa wa miaka 18. Wapendwa, ilikuwa ni siku ya ajabu. Ilikuwa ni siku ya huzuni wapendwa. Ilikuwa miaka mingi ya mateso. Ilikuwa ni miaka mingi wapendwa ya kilio usiku na mchana. Akashindwa ni lini wapendwa ataonekaniwa. Akashindwa ni lini ataweza kutembelewa. Niruhusu niseme asubuhi ya leo, Mungu anaelewa hali ambayo unapitia. Mungu anaelewa machozi ambayo wapendwa unayalia. Mungu anaona hali ambayo imekukalia, na anasema wakati ambao yeye amekusudia yeye ataweza kukamilisha. Biblia inasema kwamba naye Yesu akamuona mwanamke ambaye alikuwa na pepo, na mwanamke ambaye alikuwa na udhaifu wa miaka 18. Haleluya. Na wapendwa, si ati kwamba alikuwa na hiyo hali peke yake, la hasha. Kuna hali tena nyingine ambayo ilikuwa imemkalia. Mama huyo hangeweza kusimama vyema. Nataka nitangaze asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba chochote ambacho kimechipinda kwa maisha yako kinapokea nguvu ya kunyoka tena. Chochote ambacho kilikuwa kimeinama kwa maisha yako, Jehova anakiinua tena. Chochote ambacho kilikuwa hakiendelei wapendwa, nataka nitangaze asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kinapokea nguvu ya Kristo. Hakuna ambalo haliwezekani mbele za Bwana. Hakuna ambalo Jehova hawezi akalitenda. Hakuna ambalo Jehova akawezi akalifungua. Njia zako zinafunguliwa tena asubuhi ya leo. Neema inakuangukia tena asubuhi ya leo. Neema inakufikia tena asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mama huyu wakati alikuwa na udhaifu wa pepo wapendwa. Mama huyu wakati alikuwa na udhaifu wa magonjwa. Mama huyu wakati alikuwa na udhaifu wa umasikini. Mama huyu alikuwa na udhaifu wa laana. Wapendwa, hakuna mtu ambaye alimkaribia. Mama huyu alikuwa amekosa tumaini. Nataka nikwambie wapendwa, nje ya Yesu hakuna tumaini. Nje ya Yesu wapendwa hakuna usalama. Nje ya Yesu wapendwa hakuna rehema. Nje ya Yesu hakuna msamaha. Unahitaji Yesu akuonekanie wapendwa. Unahitaji Yesu akushughulikie mara nyingine. Wewe ambaye unanisikia asubuhi leo, sijui hali gani ambayo unapitia, sijui ni mateso gani ambayo yamekusonga, lakini sikia, niko na habari njema. Mama huyo aliteseka miaka mingi sana na hakukuwa na msaada wapendwa. Wanadamu wanaweza kosa kukusaidia, wanadamu wanaweza kosa kukutembelea, lakini nataka niseme hivi wapendwa, kuna
rafiki mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Kunaye rafiki wa pekee ambaye anaitwa Jehova. Yeye wakati anakutembelea wapendwa, yeye analeta afueni. Wakati Kristo anakutembelea wapendwa, yeye anakupanguza machozi. Wanadamu wanaweza kukutembelea, lakini wapendwa, wasikuondolee aibu yako. Wanadamu wanaweza kukutembelea wapendwa, lakini wasikuondolee huzuni ambayo iko ndani ya moyo. Daktari wa moyo ni Yesu peke yake. Daktari wa moyo ni Yesu wapendwa. Daktari wa maisha yako ni Yesu wapendwa. Daktari wa njia zako ni Yesu wapendwa. Daktari wa mienendo zako ni Yesu peke yake. Wakati Yesu anaingia kwa njia zako, wakati Yesu anaingia kwa maisha yako, nataka niseme kwamba yeye ananyosha. Mungu ananyosha mapito yako siku ya leo. Mungu ananyosha njia zako siku ya leo. Mungu ananyosha hali zako siku ya leo. Chochote ambacho kilikuwa kimeshipinda, sikia habari njema asubuhi ya leo katika jina la Yesu, ya kwamba Kristo anakinyosha. Sikia habari njema asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu. Chochote ambacho kilikuwa kimeshipinda, chochote ambacho kilikuwa hakiendelei, nataka nikutangazie asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anashughulikia hali yako. Nataka nikutangazie asubuhi ya leo wapendwa, chochote ambacho kilikuwa hakiendelei, uhusiano ambao ulikuwa umeharibika wapendwa, dhambi ni wapendwa, ni udhaifu ambao ulitukosesha amani na Bwana. Dhambi wapendwa ni udhaifu ambao umefanya tukainama. Dhambi ni udhaifu wapendwa siku ya leo ambao umefanya tukakunjamana. Sikia asubuhi ya leo nikwambie, Biblia inasema katika Luka 13 mstari wake wa 11, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye alipindana, hawezi kujinyosha kabisa. Sijui hali gani ambayo imekufanya umejipinda. Sijui ni hali gani asubuhi ya leo imefanya wapendwa hausimami vyema. Sijui ni hali gani ambayo imekukalia, lakini sikia asubuhi ya leo habari njema. Biblia inasema ukawa kwamba wakati Yesu anafundisha kwenye sinagogi, palikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na pepo la udhaifu. Wapendwa, pepo hili liweza kumhangaisha miaka 18. Kuongezea wapendwa, kulikuwa na shida nyingine tena. Mama huyu hangeweza kusimama, mama huyu hangeweza kuinuka. Nataka nikutangazie asubuhi ya leo, chochote ambacho kimefanya hauwezi kuinuka wapendwa, chochote ambacho kimefanya hauwezi kuendelea, Yesu anakiondoa katika jina la Yesu. Yesu anakivunja katika jina la Yesu. Ruhusu Roho wa Bwana aingie kwa maisha yako tena. Ruhusu Roho wa Bwana akushughulikia wapendwa asubuhi ya leo. Wapendwa, naposema ya kwamba Mungu ananyosha njia, ananyosha. Wakati tunasema kwamba Mungu anashughulika, asubuhi ya leo wapendwa, nataka ujue ya kwamba Mungu ananyosha maisha yako hata kama ilikuwa imejipinda. Nataka nikutangazie asubuhi ya leo, hata kama wapendwa maisha yako haiendelei vyema, nataka niseme hivi, siku yako ya kuonekaniwa imefika. Siku yako ya kutembelewa imefika. Siku yako ya kufarijika imefika. Siku yako ya kupanguzwa machozi imefika. Siku yako ya kuhurumiwa ndio hii asubuhi ya leo wapendwa. Leo ni siku njema kwa njia zako. Leo ni siku njema kwa maisha yako. Daudi akasema leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Daudi akasema leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Wapendwa, sio siku njema kama Yesu hajakushughulikia. Sio siku njema wapendwa kama Yesu hajakutembelea. Na wakati Yesu anakutembelea wapendwa, hakutembelei kama vile wanadamu wanakutembelea. Wanadamu wanapokutembelea wataweza kuhuzunika na wewe tu, lakini Yesu akikutembelea, yeye anakuhurumia. Wakati Yesu anakutembelea, anachukua mahitaji yako. Wakati Yesu anakutembelea,
anakutembelea, anachukua udhaifu wako wapendwa. Wakati Yesu anakutembelea, anaondoa ile mizigo kwa maisha yako. Wakati Yesu anakutembelea wapendwa, anabadilisha historia. Wakati Yesu anakutembelea wapendwa, anavunja kila kamba, anavunja kila nyororo zote ambazo zinakuvuta nyuma, ambazo zinafanya ya kwamba hauendelei. Biblia inasema ya kwamba mama huyu kwa miaka 18 alikuwa ameteseka. Kwa miaka 18 wapendwa, hakuona msaada. Kwa miaka 18 wapendwa, mama huyu alichekelewa. Kwa miaka 18 wapendwa, mama huyu watu walimtoroka. Mama huyu watu walimkimbia. Maana wanadamu wako na tabia zao. Akikusaidia leo, akakusaidia kesho, kesho nyingine akakusaidia wapendwa, hiyo kesho nyingine wakati unatafuta msaada wake atajificha. Hiyo ni tabia ya mwanadamu. Lakini Mungu hachoki na maisha yako. Nataka niseme asubuhi ya leo, Mungu hachoki na hali yako. Mungu hachoki na hali ambayo inakusumbua. Mungu hachoki wapendwa na maisha yako asubuhi ya leo. Nataka niseme hivi wapendwa, yeye wapendwa anaona ile ambayo unapitia. Kristo anaona kile ambacho unapitia. Nataka niseme hivi, kama Yesu aliona yule mwanamke aliyeteseka kwa miaka mingi, kama Yesu aliona yule mama aliyeteseka miaka mingi, hata wewe asubuhi ya leo Kristo anakuona. Hata wewe asubuhi ya leo wapendwa, mzigo wako anakushughulikia. Hata wewe asubuhi ya leo mpendwa, wewe ambaye unanisikiliza wapendwa, nataka niseme hivi wapendwa, leo ni siku yako. Ni siku njema kwa sababu Bwana anakusamea makosa yako. Ni siku njema kwa sababu Bwana anarejesha uhusiano mwema kati yako na yeye. Ashukuriwe Yesu Kristo wapendwa, ambaye ni mpatanishi. Wapendwa, dhambi ilifanya maisha yetu yakakosa ladha. Dhambi ilifanya wapendwa maisha yetu yakakosa tumaini. Dhambi ilifanya maisha yetu yakakosa uponyaji. Dhambi ilifanya maisha yetu yakakosa wapendwa salama. Lakini nataka niseme asubuhi leo kupitia Yesu Kristo wapendwa, yeye ni mpatanishi asubuhi leo. Kupitia Yesu Kristo wapendwa, yeye ni urejesho mara nyingine, yeye ni tumaini mara nyingine. Yesu anachukua mizigo yako wapendwa. Wewe ambaye ulikuwa umefinyiliwa, nataka nikwambia ya kwamba Yesu anachukua mizigo yako asubuhi leo. Yesu anachukua mahitaji yako asubuhi leo. Yesu anashughulikia hali yako asubuhi leo, maana yeye alikuja ya kwamba wapendwa aokoe wale ambao wanapotea. Hii ndio lengo ya Yesu Kristo kuja duniani. Anasema leteni mizigo yenu kwangu nami nitaupumzisha. Wapendwa, mama huyu alikosa mahali pa kupeleka mizigo. Mama huyu alikosa mahali pa kukimbilia wapendwa. Sijui wewe asubuhi leo nani ambaye unamtazamia. Sijui wewe asubuhi leo nani ambaye unamwangalia. Sijui asubuhi leo ni nani ambaye wapenda unapanga kumwendea kwa hitaji ambalo uko nalo. Nataka nikwambie asubuhi leo, muuzishe Kristo kwa njia zako. Nataka nikwambie asubuhi leo wapendwa, muuzishe Kristo asubuhi leo. Yeye ambaye anasema kulia na kushoto wapendwa, mbele na nyuma, yeye yuko pamoja na wewe. Kwa nini anasema hivyo? Jambo la kwanza, ndiposa aondoe visingiti. Wapenda, chochote ambacho kinafanya unakosa amani, hicho ni kisingiti. Chochote ambacho kinafanya unakosa raha, hicho ni kisingiti wapendwa. Na Kristo anasema ya kwamba yeye anakuja kukiondoa. Ruhusu Kristo aondoe chochote ambacho wapendwa kinakutesa. Ruhusu Kristo aondoe asubuhi leo chochote ambacho kinakuangaisha. Ruhusu Kristo wapendwa kivunje chochote ambacho wapendwa kinaonekana kwamba kinakukosesha amani. Nataka niseme ya kwamba hauko peke yako. You are not alone. You are not alone. Allow me to say this. Hauko peke yako wapendwa.
Siku moja mtumishi wa Mungu akatamani afe, akasema ya kwamba nimesalia peke yangu, maana Jezebeli anataka kuniua. Nataka niseme hiyo wapendwa, hiyo hali ambayo uko nayo si ya kukuangamiza. Hiyo hali ambayo unapitia wapendwa, si ya kwamba inakuweka chini kukumaliza. Mahali Baba anataka kujitukuza kwenye hiyo hali. Baba anataka kujitukuza kwenye hiyo hali. Biblia anasema ya kwamba akaomba ombi la mwisho, akasema afadhali nife, chukua nafsi yangu. Hautaangamia wapendwa, bali utaishi kutangaza ukuu wa Bwana. Hautaangamia wapendwa, bali utaishi kutangaza rehema za Bwana. Mama huyu alikosa tumaini. Mama huyu alikosa faraja. Mama huyu alikosa wapendwa kibali. Lakini nataka niseme hivi, miaka 18 si miaka midogo wapendwa. Miaka 18 si miaka michache. Aliteseka na udhaifu wake, aliteseka na shida zake, lakini Yesu akamtazama. Yesu akatambua shida yake. Yesu akatambua wapendwa yale ambayo inamkumba. Yesu asibia leo anatambua yale ambayo unapitia. Yesu anaona kile ambacho kile kukula. Yesu akasema kwamba leo hii mwanamke na kuponya katika jina la Yesu. Tunaendelea kusoma pale chini, andiko la Mungu linasema ya kwamba naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Mama huyu licha alikuwa na udhaifu, mama huyu licha alikuwa na pepo limemkalia, ilimfanya ya kwamba hawezi kusimama. Nataka nione kidogo maana ya kusimama nini wapendwa asubuhi ya leo. Mama huyu alikosa mtu wa kumsaidia, na hata huenda asubuhi ya leo wewe umekosa msaada. Huenda asubuhi ya leo wapendwa hauna mtu wa kukushika mkono, maana huenda kazi imekataa, huenda biashara imekataa, huenda jamii wamekutenga wapendwa, huenda marafiki wameenda mbali na wewe. Yani umebaki jinsi ulivyo, hauna mbele, hauna nyuma. Haleluya! Lakini nataka niseme habari njema kwa maisha yako. Nataka nitangaze habari ya matumaini asubuhi ya leo. Biblia inasema kwamba wakati Yesu anafundisha, wakati Yesu anapeana uzima, wakati Yesu alikuwa anafundisha, kumaanisha kwamba Yesu alikuwa anajipeana kwa watu. Wacha Mungu ajipeane maishani mwako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Wacha Kristo apate nafasi wapendwa kwa moyo wako. Na wakati Kristo anaingia wapendwa, yeye ni mfalme wa falme. Hakuna ambalo linaweza likasimama kwa niaba mbele yake. Hakuna ambalo linaweza likasimama kwa nguvu ya Kristo. Biblia inasema kwamba katika Ufunuo wa Yohana, tazama nimesimama langoni napisha. Je, kuna mtu ambaye atasikia sauti hii, ya kwamba akafungua moyo wake, nikaingia ndani yake, nikakula na yeye akuwe ndani yangu, nami nikuwa ndani yako. Ufalme wa mbinguni hauwezi ukakuja kwetu na tukapakia kwenye hali ya mahangaiko. Ufalme wa mbinguni hauwezi ukaingia ndani mwetu wapendwa na laana ikasimama. Ufalme wa mbinguni hauwezi ukaingia ndani mwetu wapendwa na madhabahu ya ukoo ikakuhangaisha. Ufalme wa mbinguni hauwezi ukaingia ndani mwetu wapendwa na ili hali magonjwa yanatuhangaisha. La hasha! Wakati Kristo anaingia, yeye anavunja kila nira zote. Wakati Kristo anaingia wapendwa, yeye anabadilisha yale ambayo haiwezekani kulingana na wanadamu wapendwa. Kuna kipindi kinafika mambo haiwezi kutendeka, lakini wapendwa, kwa Mungu haijalishi nyakati na majira. Kwa Mungu wapendwa, haijalishi wakati ambao umepoteza. Kwa Mungu haijalishi wakati ambao umepita wapendwa, yeye anasema ya kwamba tazama, nitakupatia nguvu ambazo zitakupeleka kwa mwendo wa kazi. Hata kama wengine wameenda mbali miaka mingi sana, hata kama kuna wale ambao walitangulia kufanikiwa mbele yako wapendwa, nataka niseme wakati wa Mungu ni wakati ambao unaofaa. Wakati wa Baba ni wakati ambao unaostahili. Haleluya! Asubuhi ya leo, wewe mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo
Sikia nikutangazia habari njema. Sikia nikutangazia habari ya ukombozi. Sikia nikutangazia habari ya urejesho. Maana anasema katika Luka ya kwamba mwana wa Adamu hakukuja ulimwenguni ulimwengu uhukumiwe, bali alikuja duniani ya kwamba ulimwengu uokolewe. Kumaanisha kwamba Yesu alikuja kuondoa mizigo, kumaanisha kwamba Yesu alikuja kuleta afueni, kumaanisha kwamba Yesu alikuja kuleta tumaini, kumaanisha kwamba Yesu alikuja kupeana njia, kumaanisha kwamba Yesu, wapendwa, alikuja kuonyeshana ya kwamba inawezekana. Kuna mtu asibia leo amefika katika kiwango cha kusema ya kwamba haiwezekani tena. Nataka nikwambie ya kwamba katika Marko 9:23 anasema ya kwamba inawezekana wakati mnaamini. Hasibia leo inawezekana, wapendwa, wakati unaamini. Hasibia leo inawezekana, wapendwa, kwa njia zako. Ndiyo hali imekulemea, wapendwa, ndiyo hali imekukalia miaka mingi, lakini nataka niseme ili, wapendwa, usiku unaweza ukakawia, wapendwa, lakini mapambazuko wakati inafika, wakati asubuhi inafika, wapendwa, kunao urejesho ambao unaonekana, kunayo amani ambayo inaonekana, kunao uponyaji ambao unaonekana, kuna msamaha ambao unaonekana, hajalishi hali ambao umekaa ndani. Daudi anasema katika Zaburi 16:8, nimemuweka Mungu mbele nisitingizike. Asibia leo nataka nikuambia ya kwamba muweke Mungu mbele ya maisha yako. Mweke tu Jehova mbele yako. Asibia leo nataka sema kwamba muweke Mungu mbele, wapendwa, naye atakushughulikia. Asibia leo nataka sema kwamba, wapendwa, ruhusu Kristo ashughulikie hiyo hali yako. Isaya 45. Maana lengo letu la asibia leo ya kwamba mada yetu inaongelea kuhusu, wapendwa, Mungu kutengeneza maisha yetu tena na Mungu kunyosha mapito yetu. Nataka nikwambia kwamba Mungu ananyosha. Hajalishi imechipinda namna gani, lakini sikia hapa. Sikia, wapendwa, lazima kupambazuke kwetu. Lazima rehema itufikie asubuhi ya leo. Lazima uponyaji utufikie asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Sikia katika Isaya 45 mstari wa 2. Nitakwenda mbele yako kupasawazisha mahali palipo pazura. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema asubuhi ya leo ni Mungu ambaye anaahidi kwenda mbele yetu kuandaa njia. Yaani kabla hujasaliwa Mungu alishughulikia maisha yako. Kabla haujasaliwa yeye alikuja kukuteua kitambo. Hata kama leo mambo ni magumu, hata kama leo mambo ni mazito, lakini kunalo tumaini asubuhi ya leo. Kunayo njia, wapendwa, ya kuepuka kilio. Kunayo njia ya kuepuka laana, wapendwa. Kunayo njia ya kuepuka, wapendwa, madhabahu ya ukoo. Kunayo njia, wapendwa. Anasema ya kwamba saa imefika. Kama ni Mungu basi mumrudie Mungu. Taka niseme asubuhi ya leo, wapendwa, tunapomrudia Bwana yeye anatengeneza njia zetu. Tunapomrudia Bwana yeye anatengeneza hali zetu. Tunapomrudia Jehova yeye anatengeneza maisha yetu, wapendwa. Hajalishi laana ambayo ilitangazwa, hajalishi hali ambayo ilinenwa. Maana kuna laana tatu, wapendwa. Kuna laana ya kuongea, kuna laana, wapendwa, ya kuandikwa, na kuna laana, wapendwa, pia ya ndani. Hiyo hali yako, wapendwa, sijui ni laana gani, lakini nataka niseme ya kwamba kupitia Yesu Kristo, wapendwa, tumepata pumziko asubuhi ya leo. Kupitia Yesu, wapendwa, asubuhi ya leo tumepata urejesho tena. Maana Biblia inasema ya kwamba yeye alifanyika mwenye laana kwa niaba yetu. Yeye alifanyika mwenye dhambi kwa niaba yetu. Kifo cha Yesu msalabani, wapendwa, kimeleta tumaini kwa maisha yetu. Yeye haijalishi laana ambayo iliongelewa,
Hajalishi laana ambayo iliandikwa, hajalishi laana ambayo ni ya ndani kwa ndani, hajalishi. Maana kuna laana mara tatu, lakini hiyo laana yote si kitu mbele za Bwana. Ashukuriwe Mungu, maana ameitenda asubuhi ya leo. Maana ni siku njema ambayo inafika kwetu wapendwa. Ni siku njema kwa maisha yetu. Ni siku ya urejesho asubuhi ya leo. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 23. Ni neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Ni siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kufurahi. Haleluya. Hajalishi neno ambalo lilitangazwa, wala hajalishi hali ambayo umepitia katika maisha yako. Jambo ni kwamba, je, umemtambua huyu Yesu? Asubuhi leo wapendwa, unapomtambua Bwana, asubuhi leo wakati unamjua Mungu, asubuhi leo wakati unamfahamu Baba. Haleluya. Tunahangaika kwa sababu hatujamuelewa Baba. Tunalia kwa sababu tuko mbali na ushirika wa Baba. Tunalia wakati wapendwa, ili hali ni sisi wenyewe tumeenda mbali na usalama wetu. Tunateseka wapendwa asubuhi leo, maana tumekosa kuelewa nyumbani ni wapi. Wakati mtoto anaishi mahali ambapo si kwao, huyo mtoto wapendwa anakaa kwa usuni, huyo mtoto anatendewa vibaya. Haleluya. Lakini asubuhi leo nataka nikwambie ya kwamba Yesu amekuja ili kutuonyesha, kuturejesha tena nyumbani. Wakati mtoto analelewa mahali ambapo si kwao, anapitia mateso mengi, anapitia wapendwa mahangaiko. Biblia inasema kwamba lakini wakati mtoto anatambua kwao, yule mwana mpotefu wapendwa, ilipotimia siku, wakati aliamua kwamba kuna nyumbani, aliporudi kwao, Baba alimkumbatia. Nataka niseme hivi wapendwa, hajalishi hali ambayo umekalia, hajalishi hali ambayo imekuhangaisha, lakini akasema kwamba ni siku yako ya pumziko. Maana Yesu alimwona huyu mwanamke ambaye aliteseka miaka mingi. Hata wewe hiyo hali ambayo imekukalia, hajalishi ni miaka mingapi, lakini akasema kwamba leo ni siku njema. Ni tendo ambalo Baba amelifanya. Ni siku njema kwa sababu Jehova, kwa sababu gani? Yeye anaondoa mzigo ambao umebebeshwa, anaondoa mzigo wa dhambi kwa maisha yako, anaondoa mzigo wa laana maishani mwako, anaondoa mzigo wapendwa, katika jina la Yesu Kristo. Ni Daudi anasema ni siku njema Bwana ameifanya. Ni siku njema kwa sababu Jehova amemsamehe makosa yake. Wakati Daudi alikuwa amepungukiwa, alifika kiwango cha kulia, maana ushirika ulikuwa umeondoka, uhusiano ulikuwa umeondoka. Lakini wakati wapendwa alifika kiwango cha kumtazamia Bwana, Mungu akamsamea makosa yake, Mungu akashughulikia hali yake, akakuwa na ujasiri wa kusema kwamba leo ni siku njema Bwana ameifanya. Niko na habari njema asubuhi leo wapendwa. Mungu ananyosha maisha yako, Mungu ananyosha mapito yako wapendwa. Mungu anaondoa kila visingiti, maana anasema kwamba lolote ambalo lilikuwa limechimbika, yeye analainisha. Lile ambalo lilikuwa limeinuka, yeye analiyeyusha wapendwa. Ile mziko ambayo ilikuwa inakuhangaisha asubuhi leo, ni siku njema kwa sababu gani? Mungu anashughulikia mahitaji yako. Mungu anashughulikia mahitaji yako. Hiyo hali wapendwa si kitu mbele za Bwana. Narudi katika kitabu cha Luka napotamatisha, naye Mungu wa mbinguni atusaidie. Akaweka mkono wake juu yake, naye akajinyoka mara hiyo na kutazama mbinguni na kumtukuza Mungu. Samahani. Wacha Mungu anyoshe mkono wake juu ya maisha yako. Wacha Mungu anyoshe mkono wa rehema juu ya njia zako asubuhi ya leo. Hiyo hali ambayo ilikuwa imekutesa wapendwa, hiyo hali ambayo ilikuwa imekuhangaisha, nataka uamini ya kwamba asubuhi ya leo Mungu anashughulikia.
Taka tuamini asubuhi leo kwamba hilo hitaji lako Baba analitatua. Hakuna ambalo haliwezekani mbele za Bwana. Mpatie Bwana njia zako, mpatie Bwana hali zako, na yeye ni mwaminifu ambaye anashughulika. Bila shaka atashughulika, kama alishughulikia mwanamke ambaye aliteseka miaka 18 na hiyo hitaji lake. Hakuweza kusimama, alikuwa amechipinda. Wewe njia zako, biashara yako, shughuli zako zimechipinda. Ruhusu Kristo asinyoshe asubuhi ya leo. Maana anasema katika Isaya kwamba atanyosha kila njia na atasiba kila ponde. Wapendwa, mpatie Bwana maisha yako akushughulikie, naye ni mwaminifu wa kushughulika. Wewe ambaye haujaokoka, ningependa asubuhi ya leo urudie haya mambo nyuma yangu. Maana huenda njia zako zimechipinda kwa sababu haujamjua Mungu. Maana nje ya hema ya Yesu Kristo hakuna usalama. Nje ya Yesu wapendwa hakuna tumaini. Nje ya Yesu wapendwa hakuna uponyaji. Lazima umkubali Kristo. Wakati unamkubali Kristo, yeye ananyosha njia zako. Haijalishi nini ambayo imechipinda, haijalishi. Lakini yeye ni mtengenezaji. Yesu ni mtengenezaji. Yeye ni mfinyanzi. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo naja mbele zako. Mimi mwenye dhambi, samea maisha yangu na unitakase kwa damu yako. Kwa kinywa nakiri na kwa moyo naamini wewe ni Bwana. Ulikuja kutafuta kilichopotea, na mimi ni miongoni mwa wale ambao waliokuwa wamepotea. Asante kunisamea makosa yangu. Asante kunirejesha kwa tumaini. Asante kunirejesha tena kwa usalama. Kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka na kuamini. Tafuta kanisa ambalo linahubiri Yesu Kristo wapendwa. Kazi ambalo linahubiri matumaini ya Bwana, nahubiri kufa na kufufuka kwa Yesu. Mchungaji atakuelekeza, atakulea kama vile mtoto alivyo wapendwa, anavyohitaji kulishwa malisho mema. Pia wewe ambaye umeokoka asubuhi leo, lazima utafute mahali ambapo utalishwa neno la matumaini, neno la usalama, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Tuamini na tuombe. Baba Mungu, nakushukuru maana wewe ni Alfa na Omega. Asante maana unanyosha mapito ya wanao. Asante maana unanyosha maisha yao. Wengi maisha yao yalikuwa yamepinda. Wengi maisha yao Bwana yalikuwa hayana mwelekeo, hayana matumaini. Lakini asubuhi leo kupitia neno lako, maana hapa ndipo kuna uzima. Tunapokupata wewe, tumepata tumaini, tumepata msamaha, tumepata urejesho. Biashara ambayo ilikuwa imechipinda, kazi ambazo zilikuwa zimechipinda, njia ambazo zilikuwa zimechipinda, Baba, kwa kutamka kwako jina la Yesu Kristo, mambo yao inaenda kunyoka. Maana wakikupata wewe, wamepata vyote. Wakikupata wewe Bwana, wamepata amani, wamepata uponyaji, wamepata msamaha. Asante kwa kushughulikia. Wabariki Bwana, waunganishe na wale ambao watakao waongoza katika njia ya ukweli na njia ya tumaini. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Majina yangu ni mchungaji Enoch Wanjala, na Mungu wa mbinguni awabariki, na neno litaendelea. Nambari ya simu ni 0721352172. Ndarudia, nambari ya simu ni 0721352172. Mungu awabariki na neno litaendelea.